Hatimaye tena tunazidi kusonga mbele zaidi. Hapa sehemu ya 3 ya Bombe la season 1 na mwaka 2018. Wanaita Eva Night. Eva Night, usiku ambao hujawahi kutokea. Eva Night. Kumbuka mitamboni kama kawa akiwa DJ kutoka pande za Boma Kilimanjaro. Bila kusahau zamani wengi sana walipanda pande za ndani na nje ya Tanzania. Nikiwa zidi kusonga mbele zaidi huko nami katika mitambo super. Tunakwenda kuanza mashine bomba hii. Twende mbele zaidi. Hapa ni sehemu ya 3 ya mashine bomba safi wanaita Eva Night, yani tusonge mbele. Bila kusahau katika mwaka 2018 ikiwa ni mashine bomba safi ya kufungia mwaka, basi yakatiza kwenda kumaliza mwaka 2018. Basi nakupa mashine bomba safi moja hapa. Tuzidi kuna nao sambamba zaidi. Huko na mitamboni mkali wa wakali wote. DJ kutoka pande za Boma Kilimanjaro. Ni kwa 0742140135 kama kawa. Unanipata kupitia WhatsApp, unapata vigongo vikali kupitia simu yako ya mkononi. Kupitia namba za simu 0742140135. Nakupa utaratibu wa kutosha. Baada ya hapo na kutumia mashine bomba safi hapa kupitia simu yako ya mkononi, yani WhatsApp, ni MB zako tu chap chapu. Unapata vitu quality bomba safi kutoka kwa DJ kutoka pande za Bomba. Akili Bomba DJ, mfalme wa wafalme wani, DJ wa DJ wote wa Tanzania. Awasomi namba hii. Sehemu ya 3 tusonge mbele na mashine bomba hii. Tulishia hapa katika sehemu hii. Baada ya kumpa heshima na kumshukuru, tunashukuru pambana kwa kusaidia kidogo tungeweza kuuawa. Kwa msaada wako nimekuwa salama. Kabla usijali. Ni sehemu tu ya kazi. Kabla lakini uwezo wako mbona unajua mpambano wako wa juu. Ulijifunzia wapi? Kama sio tunaishi mpakani muda mrefu, au tunapitia mafunzo, kazi yetu ni kuua watu. Wale wanyang'anyi ni kawaida yetu. Kwa hiyo style tunaita wood cutter, yani kikata kuni. Kaana na mshika mapanga mengi mashine bomba. Wewe. Huyu ndio yule tunasikia baba zake wood cutter karibu na mtu alaishie. Kwa heri wewe. Subirini hapo. Kanyaga pale. Sasa kama ni mtu namna hiyo, wale na uaga watu wabaya. Kwa wale wao walikuwa ni watu wanyang'anyi, kwa hiyo si uagi marafiki wazuri. Kama ni tunashukuru sana. Kwa mimi si uagi watu wabaya. Yaani kama rafiki zangu. Hamna ndisheni hiyo wine. Maana muogopaje? Leta wine. Amba wine hapa nasikia ni tamu. Amba iangalie. Bite kaonja. Leta wine nyingine. Akampa zote hizi. Chukua hizi. Wanamogopa balaa. Wamesikia ni wood cutter mkata kuni na kata watu balaa tu. Subiri njoni. Tunakuja. Ndio kidogo anguka kule. Binti alicheka sana. Shaye. Kabaka na Kenta kunywa baadaye. Akaa ameondoka zake. Baada pale binti alikuwa hapa. Kamcheki kama mtoto mmoja yuko hapa. Mtoto kama anamshukuru. Nashukuru kwa maisha yangu muda mchache uliopita. Kama usijali. Walikuwa nimekusaidia wala sio na wasiwasi. Mama yako yuko wapi? Akaondoka. Kama subiri. Alipojua kana mwangalia anavutabasamu yule mtoto. Akaanza sema yuko kama mimi kabisa. Ndipo anakumbuka papaga mdogo. Kuna vitu kwa anavikumbukia vilimkumbusha mbali. Akiwaga mdogo sana. Aliwahi omba sehemu moja, alikuwa anaomba chini. Akiwa anaomba sana. Alikana alikuwa anaomba kitu gani? Basi muda ulipopita waliwasha kuni. Basi wawili lazima wazungumze watu wanapokutana pamoja. Alikuwa mlala dada yake pembeni pale. Wanamuita Sang. Walikuwa wako naye pale. Baada ya hapo akasema atakabo nisaidie maisha yangu mtoto wangu na mimi hapa. Lakini bado sikushukuru. Nakuchukia sana. Habari sawa ukinichukia. Shema? Kaambia kwa hiyo vipi? Utaki mpenda ninapokuchukia wafurahi?
Mtu kumchukia mtu bila sababu kitu cha kawaida sana. Kwa mtu kunichukia na mimi sioni shida. Ndiye. Mimi napenda kuwasaidia tu basi mweze kufika salama. Kabla nijua lini mimi hapa. Kama tangu nilivyokuja. Hapa ni sawa pia unaosema. Hata mimi nilivyokuwa ninakaa sina wazazi. Kama wazazi wako wako wangapi? Hata kama una wazazi au nao, lakini so kuhusu kwa swala baya kunichukia. Sio jambo la msingi. Kama pia wazazi mmoja. Babangu ni mfalme. Kama ninajua. Baba zako sijao ni princess ndio ninafahamu. Je, kwa shida gani nataka kuniambia kwani? Kama ina maana ninapokuambia barizi kwa unaanza na ujinga. Na ujinga au nini? Sababu unapokuwa umekaa mahali unakuwa ama fikiria urudi ulipotoka labda. Kwa sababu mkoa maisha yangu nitakuja kukupa favor kubwa sana. Ukifika nyumbani kwetu nitakupa favor kubwa sana. Kama hata mimi pia mama yangu alikufaga miaka 15 iliyopitaga. Nilikuwa naishi na mama yangu muda mrefu sana na nimemiss kiukweli. Baba yangu alioa mwanamke mwingine baada ya mama yangu kuwa amekufa. Alioaga mwanamke mwingine ambaye mwanamke huyo alikuwa hanipendi, yani ananitesa sana pia. Tulikuwa tuolewane mimi na yeye. Baada ya mama yangu kufa, alioa mwanamke mwingine. Binti akatoa story. Mwanamke aliyekuwa ameolewa baba yake anaitwa Sian. Anaitwa Sia. Mwanamke ndio tulimwona ni queen wa taifa hili. Baba yake alimfanya queen baada ya kumuoa. Bila sema mwanamke huyo ana mambo ya kishirikina sana. Nilimuona akitumia nguvu fulani usiku mmoja katika chumba cha baba yangu. Na hiyo binti alikuwa anachungulia kimwicho kwa mdogo sana. Akaona jinsi ambavyo mfalme anakontroliwa na akili za mama huyo. Ndivyo anaotoa story binti yule. Ngale mambo binti aliona na kibaya zaidi. Mama alisi kuna mtu yupo hapa. Binti aliposhtuka kugeuka nyuma mzee. Mama alimuona binti akawa amekimbia. Ngale mambo hayo. Hicho ndio chanzo cha mama yake na yeye wapatani mpaka leo. Yule mama wa kambo babake alimuoa na akamfanya kuwa queen. Hawa hivi ninapokwenda kurudi sijaona muda mrefu sana. Kama najua ulipelekwa kuolewa kwa faila la Golden Order. Kama najua hivyo. Lakini pia limangu aliniachia nimtunze mdogo wangu mdogo. Anaambia nimlelee sana ndugu yangu. Lakini sasa sikia kuhusu siku moja wanaita Eternal Night. Sasa siku nilikuwa napita katika mitai. Nimesikia babangu akimgombeza buza mmoja. Alikuwa akimwambia ukweli. Mheshimiwa, kuna usiku unaokuja wa kutisha. Unapaswa mtafute King of Fairies. Umuue princess na mtoto mka. Unaona ananiambia wewe. Miungu imesema mheshimiwa kwamba kuna usiku utakuja mmoja ambao usipomuua queen utauawa. Kama muweni huyu. Muweni mtu kama huyu. Kama mheshimiwa utajutia katika usiku utakaokuja. Utajutia. Huo usiku ukifika ndapo umekataa yote. Binti anatoa story disi ambavyo aliona mtu huyo akisema kuhusu usiku mmoja wa kutisha. Na sio kama usiku huo alisema watu kwamba usiku huo utakuja tu utaganda, tutakufa. Kwa sababu King of Fairies atazaliwa tena mtoto wake, kwa hiyo tutakuwa tuzuie usiku kabla hujafika. Nasikia nyota tafunikwa zote usiku utakuwa mbaya sana. Kabla shaka ni maneno watu wanasemaga tu. Mimi pia nimesikia tangu mtoto mdogo mpaka leo. Kwa hiyo tukamnaga tukana hicho labda. Binti alimcheka sana. Kamba kuona unasema vipi kwani? Haujapenda kwa ninakwambia nimekudanganya. Lakini sio mbaya. Bwana kupe story. Kama story unataka kunipa. Kwamba kuhusu wewe awe na muhusu nani? Lakini nataka kwenda katika mji huu wa kwenu. Kuna mtu kwenda kumtafuta huko. Anaitwa Lizu. Kamba watu wengi wanataka kujifunza mashughuli wao wapiganaji wakubwa, wao mashujaa. Nawe pia naona ni mmoja wapo unataka kwenda kujifunza huko. Na vizuri zaidi nimeshasema mwenyewe kwamba nawe pia ni mmoja wapo. Alimfunika Sang alikuwa amelala. Hapa na kwenda kujifunza. Nataka ni mpambanaji mkubwa. Niwe shujaa nikaongeze mafunzo yangu. Kama watu wengi wanaendaga huko. Lakini tako nikiwaga mdogo naonaga wanafanikiwaga wachache. Zingi Ficheng yuko hapa. Ling Cheng ule mzee amejifunza mbali sana. Amepita level zote. Kanae karibu enda kusaidia. Tupo naye hapa. Kama nimesikia habari zake.
Pia tamani ningekuwa mtu mkubwa kama huyo. Binti alicheka sana. Haya. Binti amelala. Usingizi umeshampata huyu. Kabla shaka ningetarajia pia nifike nikafanikiwa kuweza kuhitimu. Jambo la msingi sana. Kama niita Yuwa. Mangu alipenda kuniita Yuwa sana. Mangu alipenda kuniita Yuwa au kuniita Liu wote ni sawa. Sawa, kuna tatizo. Kama utojali niite Liu au niite Yuwa, wote mimi ni sawa. Mangu alipenda kuniita Yuwa. Unaweza kaniita Liu wote, kwangu itakuwa ni sawa tu. Kata naongelea jamaa kishalala sana. Jamaa amelala. Jamaa alikuwa na usingizi. Kamba we. Akamsogeza. Kaa huko. Jamaa itamida amelala. Jamaa jidea amelala. Ana sababu zake za kufanya gafu. Karudi tena. Wewe. Binti alicheka, jamaa anamuigizia. Kaona sio mbaya, muache lale hapo. Basi akalala kwenye begi la binti. Bila kusema hakika unajua kuchekesha sana wewe. Basi usiku huo uliendelea palipokucha asubuhi na mapema. Chaki mambo kuna pambazuka asubuhi na mapema ghafla. Kuna wanajeshi wanaingia katika sehemu ambao Prince amelala vile vile mpaka asubuhi. Wamelaliana mpaka asubuhi. Wameegemeana. Kata umekuja, walipiga magoti askari hao. Kama mheshimiwa anaitwa General He Jung-in, nimefika kuja kukusaidia hapa. Tawana mbona nimechelewa, naomba unisamehe nimechelewa kuja kufika. Wote wakatoa heshima, binti wanazinduka. General Shui. Kamba mheshimiwa Princess, niko hapa kukusaidia mpaka nyumbani. Nisamehe nimechelewa kufika. Mama kumwona alifurahi sana. Wenda wanapendana na mtu huyu. Kamba sameni wote. Sameni wote nimesema. Sameni. Basi unasimama wote. Cheki mambo. Naona yaje anazinduka sasa hivi kumbe. Wewe mwachie Princess. Jamaa amelala. Bila shaka nimechoka jana. Nimelala kwenye bega langu mpaka asubuhi. Wewe vipi wewe? Nimelala mpaka asubuhi. Kama siku nyingine tutaongea baadaye. Waniondoke na wanajeshi. Kamba onekana kwa sababu mnisaidia. Wao sitakuua leo. Ni makosa kumgemea Princess. Akapewa jaketi chapu. Akafunikwa na jamaa. Kama kwa jamaa nataka nikwambie ukifika huko. Princess. Kwa jamaa nataka nikwambie nataka nikwambie sasa hivi. Naruhusu niongee. Nataka niongee na wewe. Jambo dogo tu. Tukifika kwenye mjini kule, utaniambia sio kwenye ufalme. Tutaongea vizuri. Kama ondoka, lakini jero kama muona wivu sana. Basi tu katika mji wa Tang, yani mji mkubwa. Jero anatoka ghafla, alizingirwa pale. General CU hao tunamjua. General Hu alitoka kuonana na dada yake muda mchache uliopita ambaye ni queen wa taifa hili. Ghafla aliuka kati. Ya kuona muda mrefu. Basi alikamatwa, anakosa lake alitenda, kwa hiyo alikamatwa akaletwa hapa. Walimkamata leo wakamleta hapa katika sehemu moja ambayo eneo moja akamemleta hapa. Wakamfunga hapo katikati, wakamwacha hapo. Ghafla alikuja mfalme. Watu walitoa heshima. Niacheni baki naye. Nyie nyote ndani mfungueni. Basi akafunguliwa. Na mama niache mbaki naye. Kama akatoa mheshimiwa mfalme. Huyu ni dada yake, yani mfalme amemuoa dada yake. Piga teke. Wanampiga shemeji mtu. Mama hapa wewe. Piga ngumi. Kwewe. Hata kumua mtoto wangu wewe. Kuna milima anoze ni gari. Kwa nini? Hata kumua mtoto wangu. Mtoto wangu anakuja anataka kuoa na watu Hades kule. Anajikimbia kuja kwa maisha yake kuja huko kwake. Unataka muue njiani. Mtoto wangu anakimbiza maisha yake kule, anataka kuuawa kule. Unataka kumkuua na wewe pia.
Kumbavu. Tulia hapa. Ni kaka mtu mheshimiwa. Unini unite wewe? Kwa ajili ya uzuri wako mheshimiwa. Uzuri wangu. Binti yangu nimemfungisha ndoa kwenye falme ya Golden Head. Unataka kuwataka kuuawa na wewe? Unataka umuue pia? Anakimbiza roho yake, unataka kukumuua muue kwa sababu gani? Mtumwa anajesha kwa muobi binti yangu kule. Akirudi asikiwa amekufa wewe. Sitakuacha nakwambia. Nataka mtoto wangu arudi kiwa salama hapa. Binti yangu pekee ndiye naye. Mume wake amekufa kwa sikisheria nitakuwa uawe. Anakimbiza roho yake kukimbiza kurudi nyumbani kwao wewe. Nataka umuue njiani. Binti yangu. Sasa nikwambie. Akiboru njoo hapa. Kuja hapa wewe. Mfalme mzee alimpiga kaka mtu huyu. Alimpiga balaa. Wewe. Mume wangu. Queen alikuja. Wewe hapo chini kaka yake. Hapa tafadhali nakuomba. Usimpige tafadhali. Usimpe adhabu kali. Kamba mjaribu kutaka kumuua binti yangu. Kwani unajua chokifanya huyu? Kamba nakuomba sana. Nakuomba mume wangu. Raundi hiyo ya mwisho hata rudia kosa tena. Kamba kosa lake la kufanyia kwanza kuuawa huyu. Atakuwa nyongwe. Baba hapana baba. Hapana kwa mume wangu. Huyu ni Queen kumbuka. Wa taifa na huyu kaka yake alionaye hapa. Kwa tafadhali nakuomba. Mimi pia nakujali sana. Sababu nakujali mwachie mwanangu. Yaani mwache tu kakaangu baki akiwa salama. Jambo la msingi sana. Mimi nakujali sana. Na unaelewa embu. Kama mwache tafadhali. Usimpe adhabu kubwa. Mwache tu awe salama. Mimi nakujali tu. Kanambia yake naomba niachie mimi basi niweze kuwa salama. Mwache yeye tu. Kwa kujali ninavyokujali mimi. Nakuomba. Kaka mtu kamuombea dada. Kamwambia kaka sija kauawa na shemeji yake. Maana huyu ni mfalme. Anataka katoa amri juu yake. Mheshimiwa naomba unisamehe pia. Nimejundua kwa salama. Sio kosa langu mheshimiwa. Naomba unisamehe. Nijua nafanya kwa uzuri kumbe nawe pia ulikuwa unania na binti yako. Kamba sawa. Lakini ujue bado jambo halijaisha hili. Uwe makini sana katika mienendo yako. Kamba ukirudia tena, cha msingi fanya juu chini binti yangu arudie kiwa salama hapa. Vinginevyo sitokuacha. Mwanangu harudi hapa. Binti yangu akiwa salama. Princess asiguswe mpaka afike hapa. Afu mfalme kama ondoka, alimwachie hiyo kazi. Asiporudi princess akiwa hai hapa, atadili na yeye. Binti kamwambia kaka yake msamaha, basi akamnyanyua. Dada amka. Dada amka. Kaka kama muangalia. Unaona unavyoumia? Usifanye kitu tena kwa ajili yangu sawa? Najua nataka kumuua princess hili. Asiniharibie nafasi yangu nilionayo hapa. Wala usijali. Dada amka. Nimekusikia na kuahidi sitafanya kitu kingine. Nataka uondoke kwenye huu mji. Ukiachiwa tu, ondoka enda mbali sana. Kutoka kwenye mji huu. Umenisikia? Nataka upate shida tena. Akaambia sawa. Na kuahidi nitafanya hivyo. Cha msingi, mimi nitakuangalia usalama wako tu. Kisana lo shida yangu. Dai kaambia hapana. Kaka yake yani. Alimwachia usia huo. Fanya juu chini uondoke. Arudi akamtia moyo kaka yake. Wametoka mbali sana. Tutaelewa kila kitu mwanzo tumeanza tu. Tutaisoma gap mzee. Picha wamesuka si mchezo. Dada akamwachia kila laheri, wanapendana ndugu wawili hapa. Kaka na dada yake. Lakini akiwa amekaa hapa aligundua kilichomleta hapa na kitu kimoja. Ndipo anaamua kuweza kukumbuka. Alipoangalia juu, kwa nini alikuja hapa na kata kutakiwa kuja hapa? Alikumbuka ilikuwa general. Katika usiku mmoja akiwa amekaa nyumbani kwake, anakumbuka kuna mtu mmoja kutoka kwenye Light Palace. Yaani priest alikuja katika nyumba yake usiku huo. Yale mambo hayo. Huyu ni priest mkubwa. Yaani kuhani mkubwa wa kabila la kumwabudu Mwenyezi Mungu. Waliita Light Palace. Huyu mkuu alikuja. Anaitwa Wayne Guang.
Jana akamwambia mheshimiwa, 光明大神， kwa nini unakuja nyumbani kwangu usiku leo? Kwa shida gani imekuleta hapa? 来我军营有何要事？ Kama ninajua sana. 速速离开吧。 Kuja naomba uweze kuondoka kama una cha msingi cha kuleta hapa. 敢问大将军， Kama unaelewa kuja kwangu hapa si kwa baya. Bali nataka nikwambie kitu kimoja uweze kukifanya kwa wakati kabla ya. 20年前，魔宗皇人 Siku so nyingi 联军干 hata kuko na shida kubwa itakutokea katika jumba la kifalme. Na miongoni mwa watu ambao ninawatambua, 在联军 wewe General Tang unaweza kufanya jambo. 盖了魔宗， Na sijui sijasahau nakumbuka kila kitu. Sijasahau na nakumbuka sana. 一个得罪 Katika usiku mmoja ambao watu walifukuzwa wa Demon Sect. Miongoni mwao kuna watu wawili walikuwa wamekimbia. 命运的起 Na usisahau kwamba dunia nzima inaamini watu kutoka Demon Sect. Yaani ukoo mapepo yani. Demon Sect ni maadui wakubwa wa ufalme wote duniani. Sije kusahau pia nao ni mmoja wapo mletoroka katika usiku ule. 不是， Kama unataka nifanye nini? 夏侯 Kamba kumbuka. Sijasahau kwamba 后天 katika usiku mmoja wewe na dada yako ambaye ni queen mfalme wa taifa hili 我有 mlitoroka katika ukoo wenu wa Demon Sect. 我有人 Mkaje huku ambao huku nyenye ni wadui, ufalme wenu ni wadui kabisa na ufalme huu. 你 Hasa mmekaa mmejificha 后宫 na siri yenu haijajulikana. Ukitaka siri isijulikane zaidi, mtafute mfalme wa Hades mumuue. 的秘密， Kazi ile mleta hapa, atafute mfalme wa Hades amzuie kabla usiku huu hujafika, ambao anauita Evernight. Game hilo hapo. 自打我从魏城第一次见到你， Leo akioko njiani bado Ah. wanaelekea katika mji mkuu wa Tang. Hawajafika bado, kwa wamekaa njiani tu wanazungumza. Wamekaa, binti alipiga story pamoja. Hivyo naambia nini princess ataka kuongea naye, ataka kuongea nini? 我就是 Bila shaka nimwambia nataka niongee naye. Moyo hisia za moyo wangu kwamba nampenda. Hakuna mwanamke mzuri kama yeye. Binti alicheka sana. 少女 Na nataka kumwambia princess kwamba nampenda. 跟废柴， Labda mna kitu bana. Nampotezea, tunajua ni mtu ambaye aongeaje alafu. Na amekaa, nataka niongee naye tu. 觉 Wai kuzo nataka kumwambia nini, utamwambia kitu gani? 你真的很 Kaambia hivyo nataka kusema. Labda mna kitu kama hicho. Mimi sipendagi wanawake bana. 少爷， Labda mna kitu kama hiyo. 行， Naona wanawake wote wanachukulia kama ni wajinga au? 所有人都是废柴，就连我也是。 Yaani mimi nafikiria hivyo. Kama unafikiria wanawake wengine. Labda hamna. 你是黑炭， Ila wewe. 就知道少爷先生 Wataambia kwa kuhusu moyo wako unavyompenda. Ghafla akaja mtu mmoja mbele ya msafara huu. 谢谢。 Mheshimiwa, nataka mpige kambi hapa. 明确， Mheshimiwa, 见你。 pige kambi hapa hapa, mruhusu kuendelea mbele tena. Princess amesema tupige kambi hapa. Amechoka sana. 你就是宁缺， Basi baada ya kupiga kambi hapa, alitoka kwa mzee anamuita Lung Cheng. 是为了 Alimuita ukijana pembeni ikamtoa kidogo. 来， Nimesikia kwamba eti nao nataka kuingia katika mafunzo ya cultivate katika Tang Academy. Naomba nikukague kwanza. Huyu mzee amehitimu kwa anajua kila kitu. Kamcheki akaambia ngoja kwanza. Mzee alipomzunguka 天地之间， eti unataka mafunzo alafu unavyokuangalia mwili wako hauna vigezo vya kuingia katika uwanja mpani wa mafunzo ya kuwa shujaa mkubwa wa dunia miaka ijayo. 一海 Hawezi kuwa kama mimi. 就是能 Kwa sababu sisi tunaamini kupitia mwili wa mtu unakuwa na nguvu automatiki. Nguvu ambazo zinategemea pointi mbili ambao wanaita discrete energy. Yaani nguvu ya mpambano. Hapo niangalie kama ipo kwako. Alipompima juu mpaka chini. Angalia game hapo. 你身上 Kama nikiangalia hapa hauna vile vigezo. Alafu una pointi mbili za kuhifadhi energy hii katika mwili wako. Kuna pointi inaitwa couch na nyingine inaitwa harity. 自己发生 Hizi pointi mbili ngoja. 这种说法， Ambapo hizi pointi mbili 老爷 ndio zinakusaidia wewe uweze kuhifadhi nguvu 休息 ya kuongoza upanga kwa hisia 气 ambao wengine wanaweza kuona ni uchawi. 安全 Lakini sio uchawi, bali ni imani na skills tunayoiweka 直气 katika mapambano yetu kuifanya. 身上 Ambapo nguvu hii inahifadhiwa katika pointi mbili, ambapo ukifanya katika pointi mbili una uwezo mkubwa wa kufanya kitu ukiwa umekaa. 你有 Lakini nafikiri una kigezo chochote kile pale. Haufai kujiunga na hii sehemu. 不必失落， Kama mwili wako hauna 是 zile pointi mbili,
Alipoambiwa hivyo ise, anataka kuwa shujaa kupitia mafunzo mengi zaidi. Huyo mtu anamvunja, anambia hauna chochote kile. Hauna kigezo chochote kile cha kuweza kuwa mtu kama huyo. Maana yake hujafuzu, uweze kufuzu wala una vigezo. Ila kama sikae tamaa, vigezo utavipata tu. Anakumbuka siku moja pia mtu mmoja alishapitia mafunzo hayo. Aliwahi mwambia kitu kimoja. Ya kusaidia lakini hauna vigezo vya kushirikiana na kuwa mtu katika moja kati ya sehemu ya mpambano katika Tanga Academy. Naomba nisaidie, nitakuwa farasi wako mimi. Nisaidie tu niende kupata nguvu hii. Huyo mtu alimkatalia, akaondoka. Lakini usiku anasomaka kile kitabu cha mafunzo ya ngumi ya mpambano. Kila siku usiku na mchana anajifunzaga mwenyewe. 我回来了。公主派人来送的酒，说到了夜里天冷，喝点酒御寒。公主还说，等到了都城以后， Basi ilifika wakati wa kupumzika, wa kulala. 公主府她就 Yeye anasanga ngoto amekaa pale. Binti anamtia moyo lakini 长得特 mwamba nguvu zimemwishia. 别。 Yaani anambia kika princess ni mzuri sana. Anatuletea wine tu. Akaanza kumsifia princess mbele ya kaka yake ili kaka atamishie moyo wake kwa princess. Kama nilivyokuwa nasema. Wala mtu ameshalala. Basi alimfunika kaka yake kwa hiyo. Walimfunika alafu waweze kupumzika walale pamoja katika usiku. Basi muda ulipopita, usiku akiwa amelala katikati ya usiku kabisa. Mwamba akiwa amelala, kuna ndoto inacheza kwenye akili yake. Mtu anakunywa wine afa anamwambia bado kuna usiku wa kutisha. Bado kuna huo usiku. Huyo mtu kama ni muuza bucha, afu ni mtu anakunywa wine. Bado ni usiku yani. Jamaa alishtuka. 少爷， Kama shida una shida gani? Na nikiwa na shida gani? Una shida gani? Hapa kuna mtu nimuota ananiambia kuna usiku haujafika. Afu mtu huyo ameshika kisu, kava ni muuza bucha, afu ni mlevi na kunywa wine. Na hisi atakuwa amekuja, lakini sitakubali. Nitakisha ninaua wote. Na Nikia anasema kati akiwa ametoka kuota katika ndoto hiyo. Kamba lazima kuna namna, na mimi sitakubali. 他们是谁呀？ Kamba wala usijali. Wala usijali. Kamba lazima ipo namna. Tawaua wote muda wote. Hao wananichezea kwenye ndoto. Asa ndoto inamhusu nini huyu? Huyu anashinda kuelewa. Mbona sina connection na watu wote? Basi asubuhi mapema kuna yule mtu anamuita Mr. Wu kutoka katika Light Palace. Leo alikuwa anaja katika msitu huu ambao wanakwenda kutafuta ukoo wa Demon Sect. Maana ni ukoo ambao unaaminika ni wadui mkubwa sana na ufalme wao. Kale mambo hayo. Basi anakwenda kutafuta ukoo wa Demon Sect. Karibu na msitu huo walifika. Sinifuate tena msubiri hapa walinzi. Naenda mwenyewe. Aka amesogea mbele peke yake. Akidai ataingia huko ndani ya msitu huu. Yeye mwenyewe akaacha walinzi nyuma. Basi alisogea mbele. Ilibidi aingie maana yeye ndio inamhusu hii sehemu. Sio watu wake ambao walikuwa wanaenda nao. Alifika afu kwa mbali kuna mtoto mmoja ndani ya msitu. Amekaa hapo afu kama vile alikuwa anacheza peke yake. Hasa msitu ni mmoja ambao ni hatari sana. Basi akasogea kwenda kumwangalia mtoto, kuta anacheza peke yake. Kwa mvama, koti, na ngozi nini, vitu vimekaa hiyo. Hata mchora alama fulani iko pale. Kana iangalia. Mtoto huyo anaonekana aongei. Akampa ile jiwe. Hakuliangalia fata kuwa na mdanalo. Jaka tumewa katikati chap. Taka kucheza na mtoto huyu. Ghafla watu wakatokea, kumbe alikuwa ametegwa. Kwa wakaja watu wale. Ambao watu wao julikani ni wa wapi. Leo walimcheka sana. Leo akaenda kwa baba yake. Uta mishale. Ghafla akawaiwa wao kabla ya muue yule mtu.
wakawa wameuawa wao. Adui kabila la wapi? Iza Demon Sect wanaotafutwa au kabila gani? Wakawa wamekuta ni watu fulani. Kama nilikwambia nakuja, haja kuacha nyuma. Hii sehemu ni hatari wote. Maana pia ungekufa kama huyu na huyu. Huko anawaua. Na romba sana huyu general. Afu akasogea mbele. Walishika wawili hao. Kama subiri kwanza. Na romba ya general Simja. Sasa akamwekea kwenye shingo upanga. Naambiwa kwa wapi ukoo wa Demon Sect. Aligoma kachinjwa. Kabaki yule mwenye mtoto. Wako wapi ukoo wa Demon Sect? Tuambie ukweli. Acha baba yangu. Kabla nikwambie mwache usimuue huyo. Tuambie ukweli kwa wapi ukoo wa Demon Sect. Tutakuachia takura mtoto wako. Kama sifahamu, anajua ni kiongozi wangu. Mimi sijui kuhusiana na ukoo wa Demon Sect. Anapojua wapi ulipo ni kiongozi wangu. Mimi sijui. Alikatwa kichwa. I say. Kitu ilimuuma sana huyu jamaa. Afu anafuata ni mtoto. Wacha. Kwa mbusi muue kwa nini ulimuua wewe? Je, unanipangia ni muue nani nisimuue? Ni shishi. Kamba kama muamini subutu kumuue mtoto, afu nitakuonesha. Ubabe. Jamaa alicheka sana. Basi akairisha. Wakaamua kuondoka. Wangemuua na yule mtoto. Jamaa alimtetea mtoto yule asije akaweza kuuawa. Mtoto alikuwa analia sana. Alikuwa na uchungu sana. Chela. Biepa. Hapo sijali twende mimi. Nimtemea mate. Mmoja baba yangu afu ananishika twende na mimi. Dogo alichukia akaanza kulia. Akimlilia baba yake ameweza kuuawa. Na watu wao. Na alikumbuka siku moja kaka yake alichukuliwaga. Na alikuwa analia. Tukio alikumbuka sana. Angalia mambo. Basi akawa ameondoka. Amwache yule mtoto pale. Baada ya muda alikuja mpaka huku Semwi. Tashi. Upande wa pili huku. Ndio alimfuata master. Kwa kitabu cha mpambano akisoma kila siku hichi. Kitabu kina mpambano kuhusu mambo ya Tang Academy. Sababu unajua kidogo naomba uweze kunifundisha. Alikuwa anaongea naye Ling Fengcheng. Kabla shaka sababu ushajua baadhi ya sehemu kusoma. Nikikuelezea nikikuelekeza sio shida. Lakini ama naambia tu jinsi ambavyo mambo yanavyokuwa. Sababu nimesoma baadhi ya vitu ninavyojua sasa siwezi kujua bila wewe kuwa umenifundisha. Maana nimesoma tu kama pambo bado. Sijatambua kuhusiana na kujua hadi kwa vitendo zaidi. Kabla hakuna shida. Naomba niambie master. Nielezee kidogo tu. Wewe nikaelewa. Akaanza kumpa story. Lakini kwa mbali vuta mahesabu ya mbali. Akaambia katika ukoo huu kuna vitu mbalimbali katika Tang Dynasty. Yaani katika mafunzo ya Tang kuna aina fulani ya nguvu. Kuna control panga kupitia akili bila kuushika. Ngama mambo. Kucontrol panga kwa akili bila kugusa na kuamini kwa imani. Ngama mambo. Unazungusha upanga kutumia kichwa. Yaani akili mawazo yako. Cheki mambo. Hiyo ni skills ya kwanza ambayo inaitwa sword expert. Akaambia ni style ya kwanza inaitwa sword expert. Kuna nyingine hii hapa. Una control yani upambano. Unapigana na mtu au unaua mtu bila kumshika wala kumgusa ukiwa umekaa mahali kwa kutumia akili. Angalia mambo. Hali kati ya style ambazo wanapewa anaelezea zinavyokuwa styles. Yaani unaua mtu bila kumugusa hata kumshika bali kutumia akili na akili zako na fikra zako yani. Akavuta mfano wa jiwe moja kubwa akaambia kama hivyo. Na ya tatu ni kutumia nguvu za kichawi ambao wanaita Barinian. Unatumia nguvu za kichawi yani magic. Kana mambo. Sasa mambo. Unaua kupitia uchawi bila wao kuwashika. Kana mambo mzee. Moja tu. Basi ndivyo ninavyoambiwa. Hizo ni style hatari sana ambazo zinatumika katika kuwaangamiza
watu kama hao. Hiyo inaitwa mind expert. Na nyingine ni gari ni sawa. Kama ukipata zote hizi hapa, hii ni Tony Xian. Hizo ni moja kati ya style ambazo ni maarufu sana katika Tang Dynasty, unakwenda kujifunza katika shule hizo. Kwa maana hiyo, ipo moja ambao ni level kadhaa. Kuna ya kwanza wanaita basic level, ya pili passive level, na ya tatu ni affine level. Ziko level kama 7 ambao ukizishinda wewe ndio unakuwa mtu wa juu sana. Na ya mwisho kabisa ni see through level, inaitwa level ya juu ambao nimehitimu hiyo. Kwa kama unataka kujua vyote, lazima umejipanga vema zaidi. Ukiweza kumiliki vyote, basi unakuwa shujaa wa kweli. Maana ile bila kutumia style inaitwa la expert. Ile ambayo usitumia style sio. Sasa kaambia ndivyo inavyokuwa. Kwa kuna mtu alishafika tayari mpaka kufikia level zote hizo, pia enda kwa umejizoesha na umekuwa mtu mmoja shupavu sana. Vinginevyo huwezi kupata style kama hizi. Kwa hiyo unaonyesha nini? Kwa hiyo mimi sitaweza kabisa. Kuna mmoja nimesoma ananiambia, akacheka sana. Bila shaka umepatia kwa sababu umesoma kwenye kitabu. Hiyo bila kutumia nguvu yote ya uchawi inaitwa la expert. Lakini hiyo haina nguvu kama mind expert. Unapambana na mtu kiwa mbali naye, kutumia tu akili, unaoendesha upanga. Kabla shaka najua umejifunza mengi kwa leo. Kama kwa wewe mimi natamani sana siku niweze kuwa mshindi, nimiliki hizo nguvu. Wote kwangu nasema kwamba haitawezekana. Nataka nifanikishe vyote hivyo. Tumai siku moja nitafanikisha. Kama wewe sio wa kwanza wala sio wa pili unayetaka kujiunga na Tang Dynasty, ukajifunze academic, ukacultivate au kujifunza. Wengi wamejaribu lakini wameshindwa. Kila mtu ananiambia kama mimi siwezi, lakini na mimi nitaweza siku moja. Sijakata tamaa bado. Ameni siku moja nitaweza. Hata watu wangapi waniambie kuhusu habari hizi. Kabla naelewa nachokisema, lakini wengi walijaribu lakini bado hawajafanikisha. Lakini wewe sikutie moyo, nisikuvunje moyo, bali mpambano unaendelea kupambana tu. Maadamu tu unao uwezo fulani, unaweza kushinda. Kitabu cha kusoma laki una uwezo wa juu, utakuwa kukaribia. Lakini sidhani kama utafika, maana vigezo huna. Imetosha kwa leo. Mzee akaondoka. Kama na kuahidi nitapambana juu chini mpaka nami niwe shujaa mkubwa duniani. Kana mambo hayo. Leo katika usiku mmoja, kuna mtu mmoja wa serikali alikuwa anasafirisha kupeleka sehemu moja kwenda nyingine, yani waziri wa mambo ya usafiri. Akiwa njiani, kuna vikosi watu wasiojulikana, hajua wametoka wapi, lakini walikuwa wanapita katika mitai wakimuinda huyo mmoja kati ya wafanyakazi wa serikali ya mfalme huyo. Alishuka chap katika usiku, wakawapiga wale walinzi wote na wafanyakazi, wale wachinja wote. Pale pale potoka kiongozi alipigwa panga. Wakati akiwa amelala pale, watu wao walitumwa kumuua. Hajui kwa nini wanamuua. Walimkaribia, alimpiga panga wakamuua pale. Askari walipokuja nao walipojiunga namna hii, panga yao. Watu wanapiga panga balaa. Huyu kiongozi akaamua kuondoka. Kwa nyuma watu yake kosi nyingine katika kosi nyingine tena. Ikabidi wakafanya uvamizi haraka. Ni mambo pambano ulikuwa kama hivi hapa. Take shuli hapa. Wao ulikuwa kama hivi mzee. Si mchezo. Panga. Take mambo. Hadi makundi ya wanyang'anyi wote wawili. Mabanditi hajikana walitoka wapi. Bado tunaona kwa mara nyingine. Wakapigana na mabanditi wengine katika ukoo mwingine. Take shuli hapa. Panga yao. Take mambo hayo. Take shuli hapa. Awe alikimbia. Basi baada ya hapo walishtuka sana. Hii itakuwa ni kesi gani? Lakini walimuua kiongozi wa serikali. Mfalme habari zikamfikia. Nani anayeua watu wangu? Nani anayeua watu wafanyakazi wa serikali? Kaa sisi tunafanya uchunguzi. Fanya uchunguzi haraka zikanavyo. Mhusika julikane. Kama kwa nini wanauua watu wangu wa serikali? Nani anayewaua? Anayethubutu nani kuua watu serikali yangu? Huyu ni kaka yake au mdogo wake? Kama kaka mwenyewe sijui, ila tu nitajitahidi kufanya uchunguzi. Lakini nafasi ya kiongozi wa usafirishaji
hana ina mtu. 御史张一奇 Nilikuwa nafikiri tutafute mtu kutakaka katika nafasi hiyo. Ya huyu mtu aliyekufa. Nafasi yake bado iko wazi. Ya waziri usafirishaji katika nchi. 张一奇 Je, kwa nini tusichague mtu mwingine kabla kaka? 5年 Kabla ya muda kupita. 养闲人，更不能埋没人。 Ambaye atareplace nafasi hii itakuwa ni vizuri zaidi. Basi mwambie General unayemwona ni mzuri. Wazo lako ni lipi? Asema General Tang anafaa. Nafasi anaweza. Kaambiwa mweke General Tang. Leo akiwa amekaa huku kwa mtu analeta ripoti kwa mkuu wao. Kaka akapiga kwanza chap la chungu moja. 我也请司官员备案。 Kamba kuna watu wana mtu ameuawa wa serikali tena. Kawa mfanyakazi mwingine wa serikali. Waziri wa usafirishaji. 案也有3起， Fika nani amemuua ameondoka. Siri mabanditi lakini hajafanya hiyo kazi. Nani anayeua akakimbia? 却不 Mimi 用 sifahamu. Ameuawa tu ghafla. 非常 Na watu wasiojulikana akamuua akakimbia. 什么 Mimi kali imetokea pale. Kama afanye uchunguzi. 自伤了， Kama angefanya uchunguzi nikijua sio? Nitakutaarifu ninachokifahamu. 查吧。 Basi kachunguza alafu lete ripoti. Nani mwingine anafanya kazi kwa niaba yetu sisi? Itakuwa ni jambo jema. Turudi katika ndugu wake na mfalme katika chumba chake anachokaa. Kumbuka atafuta mtu kuingia katika nafasi ya kuwa waziri wa usafirishaji. Leo alikuja huku kwa mtu alikuwa amempendekeza anaitwa Mr. Zhang. Zawadi ililetwa leo hapa. Aliletewa yeye kama yeye. 张一奇， Mr. Zhang Niki imekuleta hapa. Kwa nini umeletea zawadi hapa? 本王举荐你去清 Niki imekuletea zawadi hapa maana What? umeshakuwa waziri wa usafirishaji sasa. 这些。 Mheshimiwa, 王爷贤明， kama mheshimiwa, nashukuru kwa kunitafutia nafasi ya kuwa waziri wa usafirishaji 在下 katika sehemu ya serikali. 聊表 Lakini mheshimiwa, 我对 kuletea zawadi nzuri hiyo kwa sababu umesapa kitu kubwa sana ambacho sitakitarajia mimi. 崔德禄 Aje kaka yako anakujali kwa maelezo unakuwa umempa. Akaambua simame. 王爷 Lakini nafikiri pia 大都尉 nasikia princess anakuja kutoka katika ukoo wa Harris. 嫡 Alifaa ameuawa. Wana mwacha princess anakuja. 吴雪 Haone kwamba atachukua nafasi ya yani prince atakapokuja prince mpya. Atamzuia kaka yako asiingie madarakani. 归来 Atamuingiza mjomba wako mwingine ni mdogo wake yeye. Atamchochea mpaka aingie madarakani. Mbona usingekubali kumwachia huko alipo? Kwa nini ukamwacha aje princess? Hiyo jambo la hatari sijaliafiki hilo. 王子 Ina maana 你是如 unaniambia habari za mimi niwe msaliti kwa kaka yangu? Hamna. Nilikuwa natoa tu wazo kwani 都是 baya. 光 Aje kumpigia debe kaka yake awe mfalme. Bora princess angekufa kule. 记了我唐国 Kakosa nafasi. 有 Mwisho wa siku ule tunamtegemea sisi hapa. Awe kiongozi serikali na wewe. 张大人此话， Nataka niwe kinyume na kaka yangu au nini? Mambo hayo. Hiyo ni sehemu ya 4. Mambo yameanza kubamba. Si mchezo. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya 4. Picha bomba safi noma yao. Basi ndivyo mtamboni kama kawa. Azidi kusonga pamoja nawe. Twende mbele zaidi pamoja na DJ mkamoni kama kawa. Tusonge mbele zaidi mbele zaidi. Ndio 0742 1401 35 kama kawa. Bye bye. 嘿，只能说声抱歉，忘了时间的你有些茫然。远看在天边，近看在眼前，光阴就在转瞬之间，看开一点，人生一